Mchezo wa dabi ya Kariakoo ilibidi upigwe hii leo siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 saa 1:15 kwa saa za Afrika Mashariki, lakini taarifa rasmi kutoka klabu ya Simba Sports Club ambayo imetolewa kupitia kwenye kurasa za mitandao yao ya kijamii ikisema, taarifa kwa umma, Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17/45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabounsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club. Hii imetokea majira ya usiku wa hapo jana, usiku wa kuamkia siku hii leo, siku ya Jumamosi, siku ambayo mchezo ilibidi uchezwe. Taarifa zinasema Simba walizuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kufanya mazoezi ya mwisho kabla ya kuchezwa kwa mchezo huo ambao walipangwa uchezwe siku hii leo saa 1 kamili. Na kutokana na hiko ambacho kimejitokeza, Simba wametangaza rasmi kwamba hawatocheza mchezo huo, hawatoshiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao ni mchezo wa duru ya pili ya mzunguko wa ligi kuu, duru ya pili ya ligi kuu Tanzania bara, kumtafuta bingwa ambaye atatoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Wewe unaonaje hiki ambacho kimejitokeza? Bonyeza alama ya kengele ukisubscribe kama ni mtazamaji mpya, lakini pia usisahau kuandika comment hapo chini kwa kile ambacho kimejitokeza. Mimi naitwa Shehani Mzaina, hii ni Toka Zamani TV. Tutaendelea kukujuza updates kwa kile ambacho kinajitokeza au kinaendelea kuelekea katika mchezo huo wa Kariakoo Derby.